Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo tarehe 24 mwezi wa pili 2024, Jumamosi ya juma la kwanza, kipindi cha Kwaresma, mwaka B wa kanisa. Tuongozwe na dhamira isemayo kuishi upendo na huruma. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 26, aya ya 16 hadi ya 19. Na Injili inatoka katika Mathayo, sura ya 5, aya ya 43 hadi ya 48. Karibuni tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu." Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tutafakari pamoja somo la Injili takatifu ambalo tumelisikia hivi punde. Tuongozwe na dhamira inayosema kuishi upendo na huruma. Tumesikia kuwa Yesu anawaambia wafuasi wake kuhusu maisha ya Kikristo ambayo yanahusiana na upendo. Anasema, "Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako." Hii inaweza kuonekana kama maelekezo ya kawaida, lakini Yesu anazidi kuvunja mawazo ya kawaida kwa kusema, "Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi." Ni ukweli usiopingika kuwa katika maisha yetu ya kila siku hatuwezi siku zote kuishi katika ukamilifu pasipo kukoseana. Ni kwa kuishi upendo na huruma tutaweza kusameheana pale tunapokoseana na kuweza kuondoa uhasama na vinyongo. Na jambo hili litawezekana kwa njia ya kuishi upendo. Wapendwa waumini, maisha ya upendo na huruma huendana na msamaha. Kuwa tayari kuomba msamaha na kuwa tayari kusamehe. Kwani ni katika kujitahidi kufanya hivyo tutaweza kuishi vizuri na wenzetu. Yesu anaendelea kusema, "Ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni." Hapa Yesu anaashiria kuwa upendo ndiyo amri kubwa kuliko zote. Kumpenda Mungu na kumpenda jirani kama tunavyojipenda. Hivyo sisi kama taifa la Mungu hatuna budi kuishi huo upendo katika maisha yetu ya kila siku, ili tuweze kujenga mahusiano mazuri na wenzetu. Kwa kufanya hivyo, wafuasi wa Yesu wanaweza kuonyesha ushuhuda wa upendo wa Mungu miongoni mwao. Maisha ya upendo hutupelekea ukamilifu. Tumesikia katika Injili takatifu kuwa Yesu anasema, "Basi muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu." Wapendwa taifa la Mungu,
Ukamilifu haimaanishi kutokuwa na kasoro kamwe katika maisha yetu ya kila siku, bali tunaalikwa kuishi maisha ya upatanisho, yaani kuwa na mazoea mazuri ya kupata sakramenti ya kitubio pale tunapoanguka katika dhambi, na tumuombe Mungu atujalie neema ya msaada iweze kutusaidia kuishi vizuri maisha yetu, yaani kuishi kwa upendo na kutumiza wajibu wetu. Tafakari hii inaonyesha jinsi Yesu anavyotufundisha kubadilisha mawazo yetu na matendo yetu, tukiongozwa na upendo wa kweli. Kuwapenda hata wale wanaotuudhi au kutuchukia ni sehemu ya kujitolea kwa kiwango cha juu cha upendo wa Kikristo, na hivyo kuonyesha ushuhuda wa imani yetu. Waumini wenzangu, yapo mafundisho kadhaa ambayo tunayapata katika somo hili la Injili. Mosi, kuwa tayari kuwapenda wanaotukosea. Yesu anawaambia wafuasi wake kuwapenda adui zao. Kuwasamehe wale wanaotukosea ni hatua ya kwanza ya kuwapenda. Kusamehe si kusahau, lakini ni kutoa msamaha bila kuhitaji kulipiza kisasi. Hii inaweza kuwa ni njia ya kuleta amani ndani ya mioyo yetu na kuvunja mzunguko wa chuki. Badala ya kujikita katika makosa, tujaribu kuangalia sifa nzuri au kuona nafasi ya kujifunza kutoka katika hali hizo. Kuwa na mtazamo chanya kunaweza kutoa nafasi ya upendo na uelewano kwa wale wanaotukosea. Mara nyingine mizozo inaweza kutatuliwa kwa kuwasiliana wazi na wale wanaotukosea, kuelezea yanayotujiri kwa heshima na kuelewa upande wao kunaweza kusaidia kusuluhisha tofauti. Katika ulimwengu huu wa leo wenye utofauti mkubwa wa kiutamaduni, kidini, kijamii, mafundisho ya Yesu yanakuza upendo na uvumilivu. Jambo la pili ni kuwaombea wanaotukosea. Badala ya kulipiza kisasi, Yesu anawahimiza wafuasi wake kuwaombea wale wanaowaudhi. Hii ni changamoto kubwa ya kiroho miongoni mwetu sisi waumini, kwani inahitajika moyo wa kujitolea na kutafuta mema kwa wengine hata wanapokuwa waovu kwetu. Kujenga tabia nzuri ya kusali kwa ajili ya wale wanaotukosea na kufanya tafakari kunaweza kusaidia kuimarisha mioyo yetu na hivyo kuleta utulivu. Kuwatakia baraka na fanaka katika maisha yao ni njia ya upendo wa kweli. Kuwapenda na kuombea hata wale wanaoonekana kuwa adui kwetu au wanaotukosea ni muhimu katika kujenga jamii yenye amani na maelewano. Jambo la tatu ni kuishi maisha mema. Yesu anatoa wito wa kuwa kamili kama Baba wa mbinguni. Hii haimaanishi ukamilifu wa kimwili au kutokuwa na kosa, bali ni kuhusu kuiga sifa za kimungu, hasa upendo wake wa kikamilifu. Mitume wa Yesu wanahimizwa kuonyesha upendo wa aina ile ile ambayo Mungu anaonyesha kwa watu wake. Tunaalikwa tuache vijembe na kuachana na kuwasengenya wanaotukosea, bali tuwatakie maisha mema yenye fanaka. Mafundisho haya yanasisitiza kuwa nia ya moyo ni muhimu. Katika maisha ya sasa ambayo watu wanakutana na changamoto nyingi, kuwa na nia njema ni muhimu katika kutafuta suluhisho la amani na kuishi kwa kudumisha maadili mema. Jambo la 4 ni kuwa tayari kufanya mabadiliko. Ili kuweza kufanya jambo fulani inabidi kuwa tayari kubadilika. Na ni katika kufanya mabadiliko tutaweza kuwa tayari kuwasamehe wanaotukosea. Na hivyo upendo ni muhimu sana katika kulifanikisha hilo. Katika jamii yenye changamoto nyingi, Yesu anatuhimiza waumini kuwa vyombo vya mabadiliko na kuonyesha upendo wa kibinadamu kwa wote wanaoweza kuchangia kujenga jamii inayofuata kanuni za haki, upendo na amani. Na jambo la mwisho ni kuwa tayari na kuwa wana wa Baba wa mbinguni.
Mwenyezi Mungu ni pendo, apenda watu. Hivyo tunapaswa kuwapenda hata adui zetu. Na tukiliishi hilo kwa uaminifu, tunakuwa wana wa Baba wa mbinguni. Kwa kuishi upendo vizuri, tutaurithi ufalme wa mbinguni. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, somo hili la Injili linatukumbusha sisi sote kuwa na moyo wa upendo, huruma na uvumilivu, na hata kuwa tayari kuwasamehe wanaotukosea. Tunaalikwa kujitahidi kufuata mfano wa Mungu na kuwa chanzo cha mwanga na upendo katika jamii zetu tunapoishi. Hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu ili atujalie fadhila ya upendo, ili itusaidie kuishi vizuri na wenzetu na hata wale wanaotukosea. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Maximilian Salutari Lelo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina.